Yes, hii ni Male B TV online ambayo inapatikana kwa njia ya YouTube. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili uweze kuhabarika kwa taarifa zote zinazo trend mitandaoni. Maana mchezo wa mkondo wa kwanza Al Masry dhidi ya Simba, Simba imepoteza kwa magoli 2-0. Niko na mchambuzi under 20 Gerald Rufumbi aka number 10 fulani hivi. Ahua nini? Unajua yes, atupitisha katika ule mchezo husika, Simba ilifeli wapi, Al Masry waliwini wapi, na nini kifanyike katika mchezo wa mkondo wa pili ambao utachezwa hapa uwanja kwa Mkapa, Benjamin Mkapa, si ndio? Tarehe 9. Saa ngapi inakuwa? Itakuwa saa 10. Itakuwa saa 10. Wewe mchezo ule uliuonaje? Aina ya mchezo ambao ulifanyika siku ile ni kwamba Simba walitawala sana mchezo, hasa kipindi cha pili. Ukiangalia hata kwa takwimu, Simba katika mchezo ule walipiga mashuti 17. Mashuti 17, asilimia kubwa ya mashuti hayo yalikwenda nje of target, lakini walikuwa na mashuti yaliyolenga lango 7. Mashuti yaliyolenga lango 7. Mashuti yaliyolenga lango 7 ni idadi kubwa ya mashuti ambayo timu inaweza ikapiga katika mechi na kuto kufunga goli. Lakini mengine yalikuwa off target. Tuliona Elim Panzu alipiga mashuti kadhaa nje ya lango, tuliona Jean-Charles Ahoua pamoja na wengine. Kwa hiyo kilichokuwa kina miss kwa Simba ni kufunga goli. Na kilichokuwa kinawafahamisha zaidi ni kuongezeka kwa idadi ya wachezaji katika eneo la mwisho la Al Masry. Kwa sababu Elim Panzu pamoja na Leonel Ateba ndio ambao walikuwa wanasogea sana mbele katika lango la Al Masry, lakini ukimwangalia Jean-Charles Ahoua pamoja na Kibu Denis walikuwa wanashuka sana chini ili kuweza kufuata mpira kwa ajili ya kwenda kusogea katika eneo la Al Masry. Kwa unakuta sometimes Elim Panzu anapiga chenga anakimbiza mpaka anafika kwenye box, anapiga cross, lakini yupo Ateba peke yake katika eneo la mwisho ambaye amebanwa. Kwa hiyo kunakuwa na nafasi kubwa ya wachezaji wa Al Masry kuweza kudili na ile mipira ya Simba. Kwa hiyo Simba walifeli hapo. Nadhani kwa jinsi ambavyo wanachezaga kwa kuongezeka idadi ya wachezaji katika eneo la hatari la mpinzani, unapataga Ahoua, Kibu Denis, Mpanzu pamoja na Ateba wote wanapokuwa, hata tunapoona katika ligi kuu ya NBC, ndio maana wanakuwa na takwimu za magoli mengi. Umeona Steven Desem Mkwala magoli 9, Leonel Ateba na magoli 8 kwenye ligi kuu, Jean-Charles Ahoua magoli 12. Yote ni kutokana na style ambayo wanacheza ya kuongezeka katika eneo la mpinzani pindi wanapokuwa na mpira. Lakini walipofeli ni Simba, unajua wanapopanda mbele, Shomari Kapombe pamoja na Shabalala wanakuwa kama mawinga badala ya kuwa fullback. Kwa hiyo hata ukiangalia goli la pili ambalo walipata Al Masry ni kwamba ile gap ambayo Shomari Kapombe alikuwa amepanda mbele kwenda kushambulia ikapigwa pasi kwenye ile gap. Kwa hiyo yule mchezaji wa upande wa kushoto akawa free katika ile gap, akapiga cross, kipa akatema, ikabound kwa mchezaji mwingine, goli. Kwa hiyo Simba udhaifu wao unakuwa hapo wale fullbacks wa pembeni wanapopandaga, lakini inatakiwa Fabrice Ngoma pamoja na Kagoma, Yusuf Kagoma ndio ambao wanaendaga katika ile maeneo kuweza kukava zile space ambazo wanakuwa wametoka Chabalala ama Shomari Kapombe. Kwa hiyo ndio ilikuwa kosa kwa upande wa Simba. Al Masry walikuwa imara zaidi kwenye eneo la kujilinda. Walikuwa wanaongezeka idadi kubwa, hasa Simba wakiwa wanakuja. Nakumbuka kwamba Simba walikuwa waongezeki kwa idadi kubwa. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwa Al Masry kuweza kuwa maintain Simba na kuweza kuwashambulia. Walikaa katika low block, wakiupata mpira wanafanya transition ya counter attacks kufika katika eneo la Simba. Lakini mwisho wa siku ni kwamba waliweza kupata chance 2 katika mchezo ule. Al Masry walipiga shot on target 3. Lakini walipata magoli 2 tofauti na Simba ambao walipiga shot on target 4 au kupata goli. Kwa hiyo ni nafasi chache ambazo Al Masry walizitengeneza na waliweza kuzitumia kuweza kupata goli. Simba alikuwa na nafasi nyingi ya kuweza kupata goli. Kwa hiyo Al Masry ndio walikuwa wamewin katika upande huo. Lakini udhaifu wao ni kwenye mabeki wa pembeni. Tuliona Elim Panzu Kibiwasa aliweza kumnyanyasa sana beki huyo wa upande wa kulia, akaja akamnyanyasa tena beki wa upande wa kushoto, isipokuwa tu maliziaji haukuwa rahisi. Kwa hiyo inaonyesha mabeki wa pembeni wa Al Masry wana udhaifu katika eneo hilo. Naam, lakini tumeona Leonel Ateba amekuwa akilalamikiwa sana nafasi nyingi, lakini utumiaji unakuwa ni finyu sana ukizingatia na Steven Desem Mkwala. Yani wanahisi kwamba labda angetangulizwa kwenye ile mechi at least angeleta impact fulani.
na ukizingatia mwalimu alikuja kufanyia hesabu dakika za mwishoni na kukawa kuna uchangamfu fulani pale mbele. Je, hilo wewe unalizungumziaje juu ya hilo swala? Ya, unajua aina ya uchezaji wa Lionel Ateba ni yule anaita standing striker. Ni mshambuliaji ambaye anapenda kukaa katika ile eneo lake la mwisho, na kutokana na mbinu ya mwalimu ya siku hiyo, mwalimu anaweza akaamua labda siku hii tunataka mshambuliaji yule mbele amiliki mipira, tutapompigia mipira mbele aihold, amiliki, asubirie wenzake waje, acheze pasi. Kwa hiyo ndio aina ya mpira ambao alitakiwa acheze siku ile, lakini ilikuwa ni ngumu kwake kwa sababu mabeki wa Al-Masry wale ma-centers wawili waliweza kummiliki vizuri wakisaidiwa na kiungo wao mkabaji, naye pia aliweza kuwasaidia kummark Ateba. Kwa hiyo game siku ile ilimkataa Ateba. Game ilikuwa inamhitaji Steven Dese Mukwala, kwa sababu Mukwala ni aina ya mshambuliaji ambaye ataenda kulia, ataenda kushoto, ataenda katikati, pembeni, kujaribu kutafuta space, kujaribu kucheza pamoja na timu. Tumeona dakika chache tu ambazo Mukwala aliingia dakika 78 ya mchezo, kaingia kapata mpira mmoja kasababisha hatari, kaenda pembeni ya uwanja kapiga cross kusababisha hatari. Sasa ukiangalia Lionel Ateba alikuwa afanye hivyo, alikuwa amebanwa sana katika ule mchezo. Nadhani takwimu ya Steven Dese Mukwala, magoli 9 kwenye ligi katika dakika chache sana ambazo amezipata, anastahili kupewa muda zaidi ya dakika ya 78 kuingia. Aweza ingia dakika 60, 65. Timu ya Simba inamhitaji Mukwala kumpa muda mwingi zaidi, ukilinganisha na Ateba ambaye licha ya magoli yake 8 kwenye ligi, lakini amecheza dakika nyingi zaidi kuliko Steven Dese Mukwala. Naam, tumeliona goli la kwanza limefungwa kimazabezabe fulani ile pasipo kujiandaa, mabeki kukaba. Goli kipa naye alikuwa yuko tayari, ambalo limefungwa na Dekmom sawa Al-Masry. Yes. Hivi pale weakness ilikuwa wapi? Hiyo mabeki, golikipa kutokujiandaa ama kutokujiandaa na zile event ambazo za kushtukiza? Nadhani lile goli ukitazama huwezi ukamlaumu sana golikipa moja kwa moja, kwa sababu kwanza mpira ule unaonekana una bounce mbele ya golikipa kabla Kamara hajaudaka, unadunda pale mbele yake. Lakini tunaweza tukarudi kwenye shuti lilipotokea. Unaona Abdrahim Begmum anapokea mpira eneo la nje kidogo na box la Simba. Alafu anakuja Yusuf Kagoma pale, nadhani anakuja na Mohamed Chabalala kama wanakuja kujaribu kublock ili asipige ile shuti vizuri. Na bahati nzuri Begmum shuti lake linapenya katikati ya Kagoma na mchezaji mwingine. Kwa shuti linapenya, unamwona Shamwe Karabwa pamoja na Abdulrazak Hamza wakiwa wameacha nafasi katikati yao. Kwa shuti linapenya katikati, afu linaenda lina bounce kabla ya Kamara sasa kumshinda. Kwa hiyo kwa aina ile ya mipira, nadhani ni mipira ambayo makipa wengi wanafungwa. Nadhani kitu ambacho ilibidi kifanyike ni wachezaji wa Simba kublock ule mpira kwa haraka. Walitakiwa block ule mpira kwa haraka, kuto kuacha nafasi kubwa kwa Begmum kupata ile chance. Unajua unaweza ukakaa katika eneo lako ukasema unajilinda kwa idadi, lakini ukao unatazama mpira, unafanya kitu kinaitwa ball watching. Kwa wachezaji wa Simba pale walikuwa wanafanya ball watching. Walichotakiwa kufanya ni kuhakikisha una block mpira ambao mpinzani anaweza kupiga, na sio shuti lile tu. Kuna kipindi cha pili kuna shuti lilipigwa ambalo nusu alimshinde Kamara, lilipita sentimita chache kwenye lango. Kwa udhaifu ulikuwa kwenye kuruhusu mashuti kupigwa katika eneo la hatari. Ni pila ambayo huwa ina bounce siku zote, inakuwa ni migumu sana kwa makipa. Kipa yote duniani tumeshuhudia magoli mengi, makipa mahiri sana duniani wanafungwa kutokana na mpira unadunda pale kabla ya kuweza yeye kuudaka. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa udhaifu kwa wachezaji wa Simba katika kumark ile mpira. Okay, lakini sasa Simba tayari wana kauli mbiu yao kwamba hii tunavuka. Yaani imeshakuwa mara 5 sasa mfululizo. Zinginezo za ligi ya mabingwa kule, hii zinginezo 2 za Confederation. So hii ni ya 6. Hii ni ya 6 hii. Yeah. So unatoa ushauri gani wakiwa katika home ground hapa kwa Mkapa pale? Nini kifanyike? Nini mwalimu aingie na approach gani? Aingie na approach ya kushambulia sana au ashambulie huko anajilinda, awe na tahadhari? Kumbuka
margin ya goal unavyoongezeka ndivyo uzito wa kutokuvuka unakuwa ni mkubwa. Nini kifanyike? Kwanza kwenye point ya margin ya goal, ina maana Simba akiruhusu goli moja tena hapa kwa Mkapa, ina maana anatakiwa afunge magoli 3 au 4. Anabidi afunge 4 ende moja kwa moja, sababu akifunga 3-1 goli la ugenini litambusha. Kwa hiyo cha kufanya Simba cha kwanza ni kuconvert nafasi kuwa magoli. Mashuti 17 kwenye lango la mpinzani, 18 kwenye lango la mpinzani bila ya goli. Hiyo ni udhaifu mkubwa sana, inabidi waifanyie kazi. At least katika mashuti 18 una magoli 4 au 3. Kwa hiyo kwa Mkapa wanachotakiwa kufanya wahakikishe kila shoot ni either linaenda on target ama wanafunga goli, kwa sababu mashuti yatakuwa machache this time. Hawatopata nadhani hawatopata, kwa sababu Al-Masry watakuja na mfumo wa kujilinda. Watajilinda, watakaa zaidi kwenye eneo lao kwa wingi, jaribu kupoteza muda, mchezaji akiguswa ataanguka kidogo, atumie dakika 1-2. Kwa hiyo mashuti watakao yapata Simba inabidi wayatengeneze kuwa magoli. Na kitu kingine ni hawa viungo wa Simba, Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma, ambao wao ndio wanatumika kama backup ya Shomari Kapombe na Shabalala pindi wanapopanda mbele. Ni kuwa makini sana na counter attacks za Al-Masry, kwa sababu tunatarajia Simba watapanda mbele sana ili kuweza kuishambulia Al-Masry kwa wingi, lakini haya magep ambayo waliyatumia Al-Masry katika mechi ya kwanza wakiyasahau, wataweza kufungwa kiurahisi. Unajua Simba wanapocheza ni kwamba Chemalon au akiwepo Hamza au Karabwa huwa wanasogea zaidi katika eneo la katikati ya uwanja, timu inakuwa juu sana, kwa gaps zinakuwepo pembeni. Hilo jambo la pili Simba wanatakiwa wazingatie na kuhakikisha kwamba hawaruhusu goli. Yaani kikubwa katika hii mechi ni kuhakikisha hawaruhusu goli, kwa sababu ukisharuhusu goli 2 ugenini, nyumbani hutakiwi kuruhusu goli. Kwa Simba ni kuongeza kasi ya mchezo. Waarabu watakokuja hapa watajaribu kuupoza mchezo kwa namna yoyote, sawa. Watahakisha kila namna goal kick wanachelewa kuipiga, kipa anaweza kabadilisha mpira mara 1 mara 2. Watahakikisha kwamba mchezaji akifanywa foul anatumia dakika 1-2. Pasi fupi. Kwa Simba wao ndio watatakiwa hakikishe mpira unaenda kwa kasi, pasi za haraka, pasi kufika kwenye eneo, aidha kwa mbio ama kwa mipira mirefu, lakini zaidi pasi fupi kufika katika eneo la mpinzani. Sasa utakapofika kwenye eneo la mpinzani utakutana sasa na wachezaji wa Al-Masry wako 9 ama 8 katika lile eneo lao. Usipokuwa mbunifu katika hilo eneo huwezi kupata goli. Inabidi wafanyeje? Unapofika katika eneo kama hilo unakutana na watu 8 au 9. Unachotakiwa kufanya, kuna aina mbili. Unacheza mpira unaita pass and go. Unaweza ukatoa pasi kwa mwenzako alafu ukaenda mbele, unaenda kuongezeka, unasubiria urudishiwe ile pasi. Ndivyo ambavyo unaweza ukaingia kirahisi katika kundi la wachezaji ambao wamekaba kwa idadi kubwa. Lakini la pili inaitwa third man runs. Third man runs ni kwamba wachezaji wawili wanapocheza pasi, kwa mfano mimi na wewe hapa tunachopigiana pasi, basi mchezaji mmoja mwenzetu anatakiwa afanye mikimbio katika eneo la hatari, ili wote aponipa mimi pasi, mimi nitakurudishia wote ipiga kwa yule alikimbia. Kwa Simba anatakiwa kufanya zile third man runs nyingi sana kwenye box. Tunatakiwa muone Elim Panzu ama Jean Charles huwa wakifanya zile overlapping na underlapping ndani ya box la Al-Masry ili kuweza kuwin ile numerical advantage, kwamba wingi katika box, maana kutakuwa na watu wengi katika box la Al-Masry. Kwa hiyo wakisema wapige mipira kulia kushoto, square passing, kulia kushoto kwa Kibu, utarudi huko kwa Mpanzu, utarudi hivi, hawatapata goli kiurahisi, bali ni kujaribu kuexploit zile space zilizo katika eneo la hatari la Al-Masry. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mwalimu Fadlu Davis arudi na approach ya kikosi kile ambacho kilianza kule? Kikosi kile kilichoanza kule mjini Suez. Tulimwona golini Kamara, kulia Kapombe, kushoto Chabalala, Hamza pamoja na Chamwa Karabwa. Alafu kwenye eneo la kiungo Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma. Alafu pembeni Kibu Dennis, Mpanzu pamoja na Jean Charles Ahoua ambaye kwa nyuma ya Leonel Ateta. Nadhani anatakiwa anze na kikosi kile kwa sababu ukimwangalia Kibu Dennis amekuwa shujaa wa Simba katika hatua ya makundi.
ingawa hakuwa na mchezo mzuri kule Almasi, lakini hakuna sababu ya kumpumzisha Kibu Denis, sababu yeye ndio silaha ya Simba. Ana magoli 3 kama sikosei kwenye mchuano hii ya mwaka huu, na ndiye amewaokoa katika mechi nyingi na tunatarajia atawaokoa. Pia Jean Charles Ahoua, licha ya kwamba hakuwa na mchezo mzuri, lakini ni mchezaji muhimu sana. Ana kwenye mipira ya penalty, mipira ya free kick, corner, anahitajika sana. Lakini kocha asisite kufanya mabadiliko mapema. Yaani atakapomuona mchezaji hana performance nzuri, amtoe. Kuna haja ya kumchezesha hata Lada Chasambi sometimes. Ukiangalia game ya juzi ilikuwa inamhitaji Chasambi kwa sababu Kibu Denis kuna muda alionekana kama amechoka na hana mbinu ya kupenya zile, lakini Chasambi anakuja anakupa nguvu mpya, speed mpya, ana uwezo wa kuingia kwenye eneo la mpinzani na kusababisha madhara. Kwa hiyo Steven Dese Mukwala pia amruhusu mapema, sio dakika ya 78 79, amruhusu mapema dakika 50 60 aweze kuweka ndani. Kwa hiyo kikosi ni kile kile, lakini isipokuwa mabadiliko yafanyike kwa haraka na mabadiliko kwa wachezaji ya muhimu, kwa sababu hii game ni do or die. Sawa? Hakuna game inayofuata. Ukipigwa hii imeisha. Kwa hiyo kama unahitaji matokeo katika hii game, basi weka wachezaji wako bora, muda sahihi, kutumia wachezaji wako bora. Hata akiona kwamba game inamhitaji Valentino, basi mtumie basi. Akiona inamhitaji Ali Salim, basi mtumie Ali Salim, sababu unatakiwa kutumia silaha yako bora katika huu mchezo. Lakini sofa kikosi kile kile na lazima inafaa kwanza. Ingawa maboresho nadhani kwa Leonel Ateba na Steven Mukwala afikirie. Nataka nikuulize hapo. Yeah. Kwa Leonel Ateba na Steven Mukwala kocha afikirie mara mbili. Hawa ni washambuliaji ambao wana style mbili za uchezaji. Kwa hiyo unapokuwa na standing striker na striker ambaye ni anafanya movement na timu, fikiria unahitaji nini katika hiyo siku. Lakini nadhani kwa hii siku na kwa form, unajua unaangalia form alionao Steven Dese Mukwala. Mimi nadhani Mukwala anafaa kuanza, then Ateba akaja akamalizia kipindi cha pili, kutokana na jinsi ambavyo Almasri wanavyocheza, ile marking wanaoifanya. Ni rahisi kumkaba Ateba kwa style wanaocheza Almasri kuliko kumkaba Mukwala ambaye atakuwa anakimbia kulia na kushoto. Ateba ni muhimu kwa baadhi ya games kutokana na style tofauti ya timu, lakini kwenye hii mechi nadhani ni bora aanze na Steven Dese Mukwala, ili kutokana na Simba anahitaji kasi, wanahitaji kutokuwa na standing striker, lakini pia finishing ya Mukwala ni nzuri zaidi. Conversion, mashuti amepiga mashuti mangapi, amefunga magoli mangapi. Ile takwimu ya Mukwala na ya Ateba ni tofauti. Ateba ana mashuti mengi off target. Katika mashuti let's say 100 unaweza kukuta amefunga labda magoli 30 au 40. Lakini kwa Mukwala nazungumzia huo uwiano. Huo uwiano unaweza kukuta labda kwa Mukwala ni katika mashuti 90 kafunga magoli 60. Kwa hiyo ni swala la uwiano, nazungumzia uwiano. Sawa. Kwa hiyo nadhani kwa hii mechi anafaa aanze na Steven Dese Mukwala. Vipi kuhusiana na Shema Ronifondo? Shema mbele ya Shamu, je, mwalimu labda kama anaweza kaona kama ni busara kumtumia Shemaloni au kikosi kibaki hivyo hivyo, au Shemaloni paka atapofikia tarehe 9 atakuwa bado ana majeraha? Tuliongea na tulivyokuwa uwanjani siku ile, sisi Malodi TV tulipiga story na kocha Fabio David. Tulimuuliza bana Shemaloni lini atarejea, akasema ana uwezo wa kurejea katika mchezo wa pili kuwa tarehe 9. Nadhani akirejea anatakiwa aende straight kwenye kikosi kinachoanza. Atakuwa na match fitness kweli, sije katokea yale unampumzisha mchezaji wiki 2 wiki 3 kwa sababu ya majeraha, alafu unakuja kumtumia katika mechi ambayo ni very crucial. Atarudi katika kile kiwango ambacho kila mmoja anaweza anatarajia kwamba ataperform vizuri. Kumbuka ni mechi ya maamuzi. Yeah. Licha ya kwamba Shemaloni amekuwa ana makosa, amefanya makosa mawili katika michuano hii. Alifanya kosa dhidi ya Bravos kule nchini Angola, Bravos wakapata goli. Alifanya kosa dhidi ya CS Sfaxien hapa Dar es Salaam, CS Sfaxien wakapata goli la kutanguliza. Licha ya makosa, lakini Shemaloni ni mlinzi muhimu sana kwa Simba. Anaipa Simba utulivu pale nyuma, ni mzuri akiwa na mpira mguuni. Pasi hata akipigiwa pasi nzito na magani anaweza kuicontrol. Anajua wakati gani wa kufika kwa mshambuliaji, anajua wakati gani wa kutoa mpira nje, anajua wakati gani
wa kukaa na mpira. Kwa hiyo Shemalon akiwa fiti hata kwa 70% tu, nadhani Simba wanatakiwa mwanzishe, kwa sababu Chamwe Karabwa ni mchezaji ambaye ni ana urefu ambao unamsaidia kudili na mpira ya juu, lakini Chamwe Karabwa sio mzuri sana akiwa na mpira mzuri. Chamwe Karabwa hata mechi ya Almasri ya kwanza kuna muda alipoteza mpira na ingekuwa hatari sana golini kwa Simba, lakini Almasri hakutumia nafasi. Kwa hiyo Chamwe Karabwa sio mzuri sana na mpira mguuni, lakini ni beki anakusaidia kwenye urefu wa nani. Kwa hiyo nadhani Shemalon akiwa fit kwa 100% kadhaa wamtumie tu, lakini atapoona hajisikii vizuri, labda hata ni kama offline anaonekana hajisikii vizuri, basi amfanyie sababu aingie Chamwe, lakini Simba inamhitaji sana Shemalon kwenye mchezo. Naam, tulikuwa tunapata dondoo na uchambuzi wa yakinifu wa mchambuzi under 20 Gerard Mpombe akitupitisha katika mchezo uliopita kati ya Simba na Almasri uliochezewa huko Misri, na mchezo ambao utafuata tena wa mkondo wa pili wa tarehe 9 ambao tena Simba atamkaribisha Almasri na Simba akihitaji ushindi wa hali na mali. Kuendelea kupata habari kama hizi, subscribe, share na kucomment ili uweze kuhabarika na taarifa zote zinazotrend mitandaoni. Ciao.